niwakaribishe sana, niwakaribishe mno, na mimi tutajifunza. Na somo la leo tutakwenda kusema, kuna kichwa kinachosema elewa namna ulimwengu wa roho unavyotawala ulimwengu wa mwili. Elewa namna ulimwengu wa roho unavyotawala ulimwengu wa mwili. Katika uumbaji wa Mungu, Mungu alianza kuumba ulimwengu wa roho kabla ya ulimwengu wa mwili. Na nikisema ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao hauonekani kwa macho haya, lakini upo. Kwamba hata tunapomzungumzia Mungu ni roho. Malaika katika ulimwengu wa roho ni roho. Lakini pia hata Ibilisi naye ni roho. Mapepo nayo ni roho. Roho Mtakatifu ni roho. Kwa hiyo hakuna siku ambapo utamuona huyu Roho Mtakatifu ni huyu, au ukamuona kwamba Mungu ni huyu, kwa sababu katika ulimwengu wa mwili hauwezi ukamuona Mungu katika macho haya ya nyama. Kwa hiyo kuna ulimwengu wa roho, ambao ulimwengu wa roho ni ulimwengu halisi kabisa. Ni ulimwengu halisi kabisa. Na ni ulimwengu ambao una mifumo yake. Kwa sababu ufalme wa Mungu tunakuja kuona ni ufalme katika namna ya rohoni. Na hata tunapokuja kuona baadaye kwamba unapotawala katika ulimwengu wa mwili, kuna namna ambavyo unatawala. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni halisi, na ulimwengu wa roho ulitangulia kabla ya ulimwengu wa mwili. Na tunaona wakati wa uumbaji katika kitabu cha Mwanzo kuanzia mstari wa kwanza pale, Mungu akasema hapo mwanzo kulikuwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na maana mbingu zilianza kuumbwa kabla ya nchi. Hapo mwanzo kulikuwa Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ulitangulia. Na kutangulia kwa ulimwengu wa roho kuna funzo kubwa pia, kwamba kilichotangulia kina upeo mkubwa zaidi, kinajua zaidi. Kilichotangulia kina uwezo wa kukushauri, kwa sababu aliyekutangulia katika maisha, kuna vitu ambavyo ameviona wewe ambao umekuja baadaye haujaviona. Kwa hiyo aliyekutangulia anajua zaidi, anajua njia. Aliyekutangulia anaweza kukushauri, aliyekutangulia anaweza kukuongoza. Lakini pia aliyekutangulia pia, kwa sababu amekutangulia, anaweza pia kukupoteza. Kwa hiyo ulimwengu wa roho, ile kutangulia kabla ya ulimwengu wa mwili, maana yake ni kwamba unaweza ukatuonesha njia, unaweza ukatushauri, kwa sababu aliyekutangulia amekutangulia. Lakini pia ulimwengu wa roho pia unaweza kukupoteza. Mtu ambaye anajua njia alafu anataka kupoteza, anaweza kupoteza. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Na katika hili hebu nizungumzie kidogo kwamba kwa habari ya washauri, kwa sababu sisi katika maisha haya ya ulimwengu tunahitaji watu wanaitwa washauri. Washauri tunawahitaji, na mahali popote ambapo kuna mafanikio, ujue kuna namna fulani ya mawazo ya ushauri yalitolewa. Nizungumzie hapo kidogo, alafu tutaendelea na somo, kwamba nimezungumza kwa habari ya ulimwengu wa roho pia, au aliyekutangulia anaweza kukushauri. Kwa hiyo unapotafuta washauri katika maisha, moja ya kitu ambacho unatakiwa consider au ukizingatie, kwamba mtu ambaye unaenda kwa ushauri katika maisha yako ni lazima awe amekutangulia. Yaani mtu ambaye unataka akushauri kitu ni lazima awe amekutangulia kwenye hilo eneo ambalo unahitaji ushauri. Usiende kwa mtu ambaye unataka ushauri kwake, alafu huyo mtu pengine umemzidi kwenye hilo eneo. Kwa hiyo tunasema malegend waliokutangulia ndio wamequalify kupata ushauri kwao waliokutangulia. Yaani siku zote
hata kama kwenye mahusiano, kwenye biashara, kwenye kazi, ushauri unaopata kwa walio kutangulia, kwa sababu walio kutangulia wana kitu kinachoitwa experience, wanaofahamu kile ambacho unahitaji kushauriwa. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Aliyekutangulia mbele ana ufahamu, lakini pia ana ufahamu, anaweza pia akawa na hekima. Kuna kitu kinaitwa ufahamu, kuna kitu kinaitwa hekima, alafu kuna maarifa. Kwamba unaweza ukamfuata mwenzako ambaye pengine huyo mtu kuna maarifa anayo, au kuna vitu anavijua kwa namna kwamba huyu mtu ana maarifa, lakini mtu akiwa na ufahamu ni tofauti na yule ambaye ana maarifa. Kwamba kuna mtu anaweza akawa anajua. Tunasema kujua kitu ni kupata maarifa, kupata information ya kile kitu, kwamba nimepata information ya kitu fulani kinaenda hivi. Kwa hiyo nikipata zile information nasema nimepata maarifa. Lakini mtu mwenye ufahamu ni pale ambapo amekishuhudia kile kitu kikitenda kazi, aidha kwake au kwa watu ambao wa karibu. Kwa hiyo ana ufahamu ni kile kitu kinavyosaidia. Sasa ukienda kuomba ushauri kwa mtu ambaye ana information tu, ndio hao tunawaona motivation speaker, unakuta anakwambia namna ya kutoka sifuri kwenda mpaka kuwa bilionea, alafu yeye mwenyewe anategemea uje kwenye kiingilio alafu ndio aishi. Au yule ambaye unakuta anaandika kitabu namna ya kuwa, lakini yeye mwenyewe kumbe anategemea auze kwa kitu ndio. Kwa hiyo maarifa au kujua kitu na kuwa na ufahamu na kitu ni vitu viwili tofauti. Ukifuata mtu mwenye na vijana wengi, nisema kweli, vijana wengi wanajua mambo, wana maarifa, wana information za kutosha, lakini hawana ufahamu, lakini pia hekima. Yaani mtu mwenye hekima, mtu mwenye ufahamu mara nyingi ni yule ambaye ameishi kile kitu, akawa na uzoefu nao, ana experience. Uzoefu ni experience. Kwa unapotaka washauri ni muhimu, hakikisha huyo mtu anakifahamu, sio anajua. Kija kwangu kitu kama inaweza kawa na kijua, lakini kama kijaribu au sijaona kabisa kimemnufaisha mtu. Kwa mfano mimi, kuna mtu anaweza akaniuliza masuala ya kilimo. Mimi kwa kweli binafsi sijawahi kuona mtu ameanza mpaka afanikiwa akatoka hivi. Kwa hiyo naweza nikawa sina information za kutosha. Lakini kuna mtu ukimfuata, kwa sababu ana hizo information ameona, amepata ufahamu kutosha kwenye ile eneo, anaweza akushauri vizuri. Sasa kwa sababu inawezekana mimi nilisikia watu wanasema au nilisoma story nikawa na maarifa, sija qualify kushauri. Mshauri ni yule ambaye amekutangulia kwa maana ya ufahamu, amekutangulia kwa maana ya hekima. Sasa tunaposema hekima, mtu mwenye hekima ni mtu ambaye anaweza kutumia maarifa yale ili kuzalisha matokeo. Kwa hiyo nimetaka niseme kwenye hiyo jambo la washauri kwamba najua katika maisha sisi kama vijana tutahitaji kuwa na washauri. Tutahitaji kupata mashauri, na tutakuja kwenda huko mbele, tutakuja kuelewa hata ulimwengu wa roho na usikali kwenye ile eneo. Kwa sababu ulimwengu wa roho, moja ya eneo ambalo unashughulika nalo sana ni kwenye hiki kipengele. Kwamba unaweza kupokea mashauri, lakini hilo ushauri nyuma yake linavuviwa na roho gani? Linavuviwa na roho gani? Kwa hiyo washauri lazima wao kutangulia mbele. Unahitaji mshauri, lazima ujue hivi mtu aenda kumshauri hilo eneo analijua, iko kitu anakifahamu. Ni kitu cha muhimu sana. Tukiangalia kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 12 kuanzia mstari wa 4, kulikuwa kuna mfalme mmoja. Mfalme alikuwa anaitwa Rehoboam. Rehoboam alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa ni mtoto wa Suleiman. Na mtoto wa Suleiman au Rehoboam, babake alipompa ufalme, kuna namna fulani alikuwa Waisraeli au ufalme alikuwa na utawala wa Israeli, wakamfuata wakamwambia kwamba, wakampa matatizo yao kwamba tunaomba utupunguzie mzigo wa kodi na kadhalika. Kuna changamoto ambazo walimpelekea mfalme. Sasa mfalme akamwambia basi subirini nitawajibu. Tunaona mfalme akatafuta washauri, akatafuta kwanza wale washauri, wale wazee ambao walikuwa wanakaa mbele ya baba yake kumshauri mzee wake Suleiman. Akawaita. Tunao kitabu cha Wafalme wa kwanza
12 kuanzia mstari wa 4 anasema basi baba yako, wale wazee sana wakamshauri. Tunaanza sema baba yako alifanya zito kongwa letu, sasa utupunguzie utumwa mzito tuliotumikishwa na baba yako. Sasa ndio anamwambia mfalme wao wana wa Israeli. Anasema akawaambia, nendeni zenu siku ya 3 kisha mnirudie tena. Anasema watu wakaenda zao. Mfalme Rehoboam akataka shauri kwa wazee walikuwa wakisimama mbele ya Suleiman baba yake alipokuwa hai. Akasema, mwanipa shauri gani ni wajibu watu hawa? Wale wazee wakamwambia, ukikubali kuwa mtumishi wa watu hawa leo na kuwatumikia na kuwajibu na kuwapa maneno mazuri, basi watakuwa watumishi wako daima. Asema, lakini akaliacha ile shauri la wazee walilompa, akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja nao. Asema, akawaambia, mwanipa shauri gani ili tuwajibu watu hao? Wakasema, wakinena utufanyie jepesi kongwa lile alilotwika baba yako. Asema, na wale vijana walipokuwa pamoja naye wakamwambia wakisema, waambie hivi watu wale. Asema, wakisema baba yako alifanya zito kongwa letu, bali wewe utufanyie jepesi, waambie hivi, kidole changu cha mwisho ni kinene kuliko kidole cha baba yangu. Asema, basi kama vile baba yangu alivyomtwika konga zito, na mimi nitawaongezea konga lenu. Baba yangu aliwapiga kwa mijeledi, mimi nitawapiga kwa nge. Yaani kiuhalisia vijana walikoleza kama baba yako aliwafanyia kizito. Kwa hiyo wewe unatakiwa ili uweze kuamudu kuwaongezea zaidi. Ushauri wa vijana. Ushauri wa vijana. Lakini wazee inaonekana walimshauri namna ile baba yake alivyoanza. Kwa sababu baba yake inaonekana alivyoanza, alianza kwa anasema kuwajibu vizuri, alianza vizuri ili kwamba wakae kwenye 18, hapo baadaye unaweza kukaza. Lakini huyu nani Rehoboam akafuata ushauri wa vijana wenzake. Alafu tunaona baadaye ule ufalme ukapasuka. Yaani alipojibu ile jibu, ule ufalme ukagawanyika. Ukawa na ufalme wa Yuda na ufalme wa Israeli. Yaani makabila 11 yakaamua kuwa na mfalme wao. Alafu yakabaki na kabila hili moja. Nini? Washauri. Kwamba waliokutangulia, mshauri wa waliokutangulia ni wa muhimu mno. Sasa ufalme wa roho ni ufalme ambao ulitangulia kabla ya ufalme wa mwili. Kwa hiyo una qualify katika namna yoyote sisi kupokea information kwake. Yaani ufalme wa roho kwa sababu umetangulia. Kuna namna ambavyo tukipata information kwake ni za uhakika. Lakini naweza tutakuja kuona pia hata namna ya washauri. Sababu washauri pia aliyekutangulia anaweza pia akapoteza. Kwamba aliyekutangulia anaweza akapoteza. Inategemea na nia yake na kile ambacho anataka, inawezekana manufaa yake. Na hebu tuangalie tahadhari ambazo unatakiwa ujiepushe unapopata washauri, unapoangalia wa kukushauri au unapoangalia upande wa kukushauri. Kitu cha kwanza, kama unatafuta mtu wa kukushauri, cha kwanza au watu au huyo mtu au upande, usiwe na dalili za udanganyifu. Yaani ni muhimu wajaribu na mjaribu mtu kama mdanganyifu. Kama kuna vitu vingine anavizungumza vya uongo. Yaani mtu huyo hata kwenye jambo hilo ambalo anataka maneno usimwamini kama mshauri. Yaani mtu ambaye ashazoea uongo. Kwenye swala la ushauri usimwamini. Udanganyifu. Na anasema udanganyifu ni anaongea ukweli anachanganya na uongo. Kwa hiyo unapotafuta washauri, mtu ambaye ana lugha gongani, hata kwenye eneo lingine, kama ulishuhudia anamdanganya mtu, alafu kesho yake unakuja kumpa ushauri kwa kitu kingine, anaweza akudanganya. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba huyu mtu ninamuomba ushauri au huyu mtu nataka nishauri jambo hili, yaani huyu mtu ni mkweli. Lakini pia ni mtu ambaye asiye na dalili ya ubinafsi. Nikisema dalili ya ubinafsi ni yule ambaye ni selfish, anajipendelea mwenyewe. Yaani yeye kila kitu anajiangalia mwenyewe. Ushauri mtu namna hiyo, usikubali awe ni mshauri wako. Mtu ambaye ni binafsi. Kwa sababu mambo atakushauri kuangamiza wengine kwa ajili ya wewe benefit.
Kwamba vijana anaweza kuambia bwana, unajua ukitaka uendelee, ukitaka utoboe au ukitaka unini, unatakiwa kama ni watumishi wako ukandamize. Usikubali yaani kuna namna fulani atakutia mazingira. Nasikia mume wako, unatakiwa mume wako umkabe asi, unatakiwa mke wako umkabe asi, unatakiwa yaani lazima kutengeneza namna ya kutaka wewe kutimiza matakwa yako tu. Washauri ambao wana mambo ya ubinafsi. Na kwa mfano mtu mwingine anaweza kushauri uibe. Mtu ambaye anaiba ni mbinafsi kwa hisia. Anaiba, anajifikiria yeye kwamba hiyo bana, ukitaka hapa utoboe hapa unatakiwa bana ujiangalie na wewe. Yaani kuna namna fulani anakutengenezea mazingira na wewe upige ubinafsi. Kwa hiyo ukishaona tabia ya ubinafsi, huyo mtu ana hiyo sio ana quality ya kuwa mshauri. Na ni muhimu sana kuwa na hiyo sensitivity, kwa sababu katika maisha ili tusonge hatua tunahitaji watu washauri. Inawezekana katika level tuliopo kuna nafasi tutakuwa nazo watu wa kushauri. Ukishaona kwenye panel yako kuna watu wengine wanatakiwa kushauri kwa nafasi zao. Lakini kwenye panel yako ukishaona huyu mtu ana ubinafsi, huyu mtu muongo, huyu mtu ana dalili za uwizi, usimwamini sana. Maana anaweza kukuingiza katika matatizo. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Tunahitaji kushauriwa. Na waliokutangulia wana nafasi kubwa ya kutushauri. Waliokutangulia wana vitu vya kutushauri, lakini lazima tuwe makini. Kama amekutangulia hapo ana hivi vitu, pia ujiepushe naye. Sio kwamba kila aliyekutangulia anatakiwa ushauri wake uchukue. Ukimwona tu ana hizo dalili, na namna ya kumchunguza unaweza kumwangalia kwa kitu ambacho alikifanya tofauti na labda scenario hiyo. Kwamba mko kazini lakini kuna sehemu mlienda siku moja mkafanya kazi ukakuta pengine wewe ana mambo ya lazima ujiepushe sana na washauri wa namna hiyo. Sasa katika ulimwengu wa roho tumesema kwamba Mungu yupo katika ulimwengu wa roho, na katika ulimwengu wa roho kuna mbinguni. Sikia mbinguni, tunajua mbinguni. Ulimwengu wa roho kuna mbinguni, na Mungu yupo katika eneo la ulimwengu wa roho linaitwa mbinguni. Lakini kuna Ibilisi. Ibilisi naye ni roho. Ibilisi, Biblia inasema ametupwa chini ya nchi. Ametupwa chini ya nchi. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kuna maeneo pia. Kwamba Mungu yuko juu mbinguni. Alafu Ibilisi ametupwa chini ya nchi. Ndio maana Biblia pia inasema kwamba Shetani amewekwa chini ya miguu yetu. Umesikia hilo andiko kwamba amewekwa chini ya miguu yetu. Na kwenye hili nafikiri nikisoma nitatumia muda mrefu hapa, lakini kwenye Ufunuo 12 kuanzia mstari wa 10 nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo. Ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana. Ametupwa chini, yeye awashtakie. Ibilisi ametupwa chini. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo ulimwengu wa roho. Pia tunauchambua ulimwengu wa roho hapa. Ulimwengu wa roho kuna mbinguni na kuna kwa Ibilisi ambaye nilisema ametupwa chini ya nchi. Na kingine pia nataka tuangalie kingine Catholicism. Utendaji kazi wa ulimwengu wa roho hauonekani kwa namna ya macho ya mwilini, lakini unaonekana kwa namna ya macho ya ufahamu. Yaani utendaji kazi wa ulimwengu wa roho hauonekani kwa namna ya macho ya mwilini, lakini unaonekana kwa namna ya macho ya ufahamu. Na nikisema hivi namaanisha nini? Unaweza kuona ulimwengu wa roho unapotenda kazi katika ulimwengu wa mwili pale ufahamu wako unapoweza kutafsiri mambo ya rohoni. Kwamba kuna vitu ambavyo unaweza kuviona vinatendeka katika ulimwengu wa mwili. Nikajua hapa kinacho operate au kinachotenda kazi hapa ni jambo la kiroho. Kwa mfano niseme hivi, kwa mfano labda umepita sehemu hivi, kaona watu wanafukia mbuzi mchana kwa uka, wanafukia mbuzi mchana. Unajua hapa kinachotendeka hapa. Kwa nini? Kwa sababu lazima kuwe na ufahamu mambo ya kwamba hapa kinachotendeka hiki kitu ni kitu cha kiroho. Yaani kuna vitu ambavyo vikifanyika katika namna ya ufahamu, unajua kabisa mambo ya rohoni yanaeleweka katika namna ya ufahamu. Kama uelewi ile tukio, utaona ni kawaida. Lakini hapa
labda ana matatizo au ana nini. Lakini kwa mtu ambaye anaelewa anaweza kujua hiki kinachofanyika hapa, kwamba unaona kinachofanyika au utendaji kazi wa ulimwengu wa roho katika macho ya ufahamu, kwamba ninapokuwa na ufahamu wa namna ya ulimwengu wa roho unapotenda kazi, kuna jambo likifanyika, unajua kabisa hiki kinachoendelea hapa ni kitu cha kiroho, ni kitu ambacho kinaruhusu ulimwengu wa roho kutenda kazi. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwamba ulimwengu wa roho unapotenda kazi tunaweza tukauelewa kwa namna ya ufahamu. Wakorintho wa kwanza 2:14 anasema, basi mwanadamu kwa tabia ya asili apokee mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulika kwa jinsi ya rohoni. Kama mwanadamu wa tabia ya asili apokee mambo ya namna ya ulimwengu wa roho yanapofanyika, yanapotendeka, ni katika namna fulani kama ya upuuzi fulani. Yaani ni katika namna fulani ambapo ni unaweza kusema hao jamaa wanafanya. Lakini katika namna ya ufahamu anasema hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya roho. Kwa hiyo ili uweze kufahamu namna jambo hili ni jambo la kiroho, lazima uwe na ufahamu wa roho. Ufahamu wa mambo ya rohoni yako vipi? Ili unapoona jambo linatendeka, unatendeka, unajua kama hili jambo linapotendeka hivi, hili jambo ni jambo ambalo linatenda kazi, ni jambo la kiroho, ni jambo la rohoni. Kwa hiyo macho ya nyama hayawezi kuona. Kwa mfano mtu anaomba. Kwa hiyo anasemaga kuomba ni kitu kama upuuzi. Maana mtu anaomba, anaenda na sali au anaomba. Ni kitu kama cha kwa mtu ambaye asiye na ufahamu mambo ya rohoni, ataona hawa jamaa wanacheza. Huu ni anapoteza muda, huu ni upuuzi. Lakini kwa mtu ambaye ana ufahamu wa mambo ya roho, anapoona watu wanaomba mahali. Sasa kuomba hiyo ni general, nazungumzia general. Unaweza kaomba kwa jina la Kristo, na hiyo ambao wanaenda kuomba kwenye kiburi, wanaenda kuomba kwenye kila mmoja kwa namna yake. Lakini kwa mtu ambaye ana ufahamu wa macho, ana ufahamu macho yake ya ufahamu yatamtafsiri kwamba hiki kinachotendeka hapa ni kitu cha kiroho. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Uweze ukaona utendaji kazi wa ulimwengu wa roho kama hauna ufahamu. Kama hauna ufahamu. Ukiwa na ufahamu utaona sasa hiki kinachoendelea hapa. Mambo haya yanayoendelea hapa ni mambo ambayo ni yanatenda kwa namna ya roho. Na roho ina operate katika jambo hili. Na kingine pia katika dondoo, mwanadamu ni kiumbe cha ajabu, kwa maana kwamba mwanadamu ana asili ya mwilini na ana asili ya rohoni. Mungu alipoumba mwanadamu aliweka roho ndani yake, akaweka nafsi, alafu akauweka ndani ya mwili. Kwa hiyo mwanadamu anaweza connect katika ulimwengu wa roho kwa njia ya roho yake, lakini pia anaishi katika ulimwengu wa mwili. Kwamba akipoteza mwili anabaki katika ulimwengu wa roho. Kinachounganisha kati ya ulimwengu wa roho na mwili ni nafsi yake. Kwamba nafsi ipo katikati hapa. Kitakachojaa kwenye nafsi au ule ufahamu, kwa sababu tunaposema nafsi ina kitu kinachoitwa ufahamu, nafsi ina kitu kinachoitwa fikra. Kwa hiyo nafsi inapojaza maarifa ya aina fulani katika moyo, kwamba maamuzi au namna ambavyo roho itapitisha vitu kulingana na yale maarifa yaliyojaa katika nafsi. Kwa maana kwamba ili mwili utende ya rohoni, unatakiwa katika nafsi ambayo ni mwamuzi katikati kujae ufahamu wa roho ambayo inataka ile roho yako iconnect. Nasema hivyo kwa maana gani? Kwamba tunapomhubiria mtu injili akaamini, maana kwamba roho yake ina connect na ulimwengu wa roho wa Mungu. Alafu kadiri ambapo anajaza maarifa au anajaza ufahamu, anajaza maarifa ambayo yatampeleka katika ufahamu katika nafsi yake, kwa sababu moyo wangu nimeleka ndio lao usiweze kutenda dhambi. Na kwa kadiri ambapo nafsi yake au fikra zake zinatii au zinajaza maneno ya Mungu, ndivyo ambavyo hata roho yake ina connect na ulimwengu wa roho wa nuru.
na ndivyo ambavyo pia hata matendo yake katika ulimwengu wa mwili huu au mwili wake utaenenda sawasawa na yale yaliyojaza moyo wake. Kwa hiyo tunataka watu wabadilike, tukaze katika mafundisho, sababu mafundisho ndio yatafanya yule mtu roho yake connect na kule ambako, kwamba hata ibilisi pia akitaka kupata watu, na hiyo kwamba ataachilia mawazo katika jamii, alafu hayo mawazo yatafanya roho za hao watu zimwabudu yeye. Kwa hiyo mwisho wa yote niseme kwa mwanadamu akaconnect katika ulimwengu wa roho kulingana na vile ambavyo nafsi yake inafahamu au nafsi yake inajua. Kwamba kuna watu wengine hawaelewi habari za Kristo. Kuna taarifa ambazo wanazo kwa habari ya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo roho zao zitakuwa zimeelekea kule au zitakuwa zina mahusiano na kule ambako wanafahamu. Kabla ya Injili kuhubiriwa katika nchi zetu, watu walikuwa wanaabudu vibuyu, watu walikuwa wanaabudu mizimu na kadhalika. Ndio namna ambavyo walikuwa wanaelewa. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo roho inaweza ikawa na mahusiano na ulimwengu fulani wa rohoni kama kwanza nafsi haijapata kufahamu. Na ndio maana habari njema ya Injili ni namna ya kuweza kujaza katika au kuiachilia, ili watu wanaposikia roho zao sasa ziconnect na kule ambako hiyo habari njema inatokea. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Tukisema kwenye kitabu cha tutasiandika hapa, asema kwa maana tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Asema maana silaha zetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu na kuangusha ngome. Asema tukiangusha mawazo na kila kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, tupate kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tupate kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Na hiyo kwamba sisi vita vyetu ni vita vya mawazo. Tukiangusha mawazo na kila kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kwa hiyo tunaposema tunafanya vita sisi, au tunaposema tunataka Mungu atawale au ufalme wa Mungu utawale, ni kitu cha mawazo, kuambia watu habari njema. Unapoambia watu habari njema wanaamini, maana kwamba kuna mawazo yanaanguka. Mawazo yanayoanguka ni nini? Mawazo mabaya. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Tukitaka watu wamtii Kristo, tunafanya nini? Tunahubiri habari njema. Na watu wanapoamini ndivyo ambavyo tunateka nyara zile fikra. Alafu zile fikra tukitaka nyara, ina maana kwamba roho lazima zitamtii Kristo. Sasa nafsi inapotekwa au ufahamu unapotekwa na mafundisho au mawazo maovu, maana automatically tu roho ya huyo mtu itakuwa na mahusiano na, kama ni mawazo yatokayo kwa ibilisi, maana kwamba ile roho itapokea au itamsujudia ibilisi au itatenda ya ibilisi. Na kama ni mawazo ya Mungu, maana kwamba hata roho yake itatenda yatokanayo na roho wa Mungu. Kwa mwanadamu tumeona kwamba mwanadamu anaweza akalink katika ulimwengu wa roho, akawa katika ulimwengu wa roho, akaishi katika ulimwengu wa roho, lakini katika ulimwengu kwamba ana roho. Ile roho ina uhusiano na ulimwengu wa roho. Alafu mwili huu ndio unaishi katika ulimwengu huu. Katikati kuna nafsi. Nafsi inapokea mawazo. Mawazo yanayojaa ndivyo ambavyo mwili unatenda. Mwili unatenda kile ambacho unafahamu. Mwili unatenda kile ambacho unafahamu. Unataka kubadilisha mtu, unataka kubadilisha mazingira, knowledge. Na kingine pia cha tano, naona ngoja niendelee mbele kidogo. Kitu ambacho nataka nikiseme kwamba tukia mwanzo Mungu alimuumba mwanadamu, lakini kuna namna ambavyo hakumwacha mwanadamu. Kisoma pale Eden, kuna namna ambavyo Mungu alipomuumba Adam na Hawa, walikuwa wanazungumza. Kwamba hakumuumba mwanadamu akamwacha hivi. Alimuumba, akampa maelekezo, akamwelekeza cha kufanya, kwamba asile matunda ya mti wa katikati. Alimwagiza, ile ilikuwa ni amri. Sasa
swala la mwanadamu kuhusiana na ulimwengu wa roho ni kitu cha asili. Yaani mwanadamu hata kama hajapokea habari njema ya wokovu wa Mungu, kuna namna atatafuta kuhusiana na ulimwengu wa roho. Kuna namna atatafuta kuhusiana na ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo ni kitu ambacho Mungu alikiweka tangu mwanzo. Kitabu cha Mwanzo 3 kuanzia mstari wa 8. Asema kisha wakasikia sauti Adamu na Hawa. Kisha wakasikia sauti ya Bwana akitembea bustanini. Asema wakati wa jua kupunga. Asema Adamu na mke wake kajificha katika miti ya bustani. Asema Bwana asiwaone. Asema Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia uko wapi? Akasema nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi. Nikajificha. Akasema ni nani alikwambia uchi? Je, umekula matunda niliyokuagiza usiale? Ina maana kumbe Mungu alikuwa anazungumza na Adamu. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu still bado yanategemea maelekezo katika ulimwengu wa roho. Kwamba Adamu kama aliumbwa alikuwa na ukamilifu wote, lakini bado Mungu alizungumza naye. Maana ni kwamba kuna namna fulani ambavyo, kwa sababu katika ulimwengu wa roho ndiko tulikotokea, ndiko iliko asili yetu, kwa sababu sisi tuna roho. Na kabla hata kuna wakati Yeremia aliambiwa kabla sijakuumba au kabla hujazaliwa na nilikufahamu. Ina maana sisi kabla hatujao katika ulimwengu huu halisi, ina maana zile roho ambazo Mungu aliziachilia au aliziumba, alikuwa anajua kwamba huyu naiachilia roho hii ili kawe mtu fulani. Kwenye kitabu cha nataka nisome hapo kitabu cha anasema kabla sijakuumba na nilikufahamu. Kabla sijakuumba na nilikufahamu. Maana kabla Yeremia hajatolewa Mungu alimfahamu. Ina maana kwamba sisi chimbuko letu ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Tafuta hilo andiko. Lakini tuelewe kwamba mwanadamu ameumbwa, lakini bado alikuwa anahitaji kuwa na mawasiliano na ulimwengu wa roho tangu mwanzo. Ndio maana Mungu alikuwa anawasiliana naye. Yaani hiyo ndio asili. Sasa tuangalie mambo yanayoonyesha ulimwengu wa roho unaotawala. Mambo yanayoonyesha ulimwengu wa roho unaotawala. Kwamba mwanadamu huyu anapata maelekezo katika ulimwengu wa roho. Lakini tutajuaje kama kuna ulimwengu wa roho fulani unatawala katika ile eneo hapo? Kwa mfano katika ile eneo tutajuaje kama ulimwengu wa roho aina fulani unatawala? Ulimwengu wa roho, kuna ulimwengu wa roho wa nuru au ulimwengu wa mwili, ulimwengu wa roho wa Mungu wa mbinguni. Alafu kuna ulimwengu wa roho wa ibilisi. Tutajuaje kama katika hii ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa roho wa aina gani unatawala? Cha kwanza tutaangalia aina ya mawazo yanayotawala. Nataka kujua kwamba hapa ulimwengu wa roho unaotawala ni ulimwengu gani? Angalia aina ya mawazo yanayotawala. Kitabu cha Yohana 10:10 anasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Anasema bali mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwamba sehemu ambapo kuna uibaji, sehemu ambapo kuna kuchinja, sehemu ambapo kuna kuharibu asili na kusudi la Mungu. Maana yake unajua sasa hapa kinachotawala ni mawazo ya yule mwivi. Sasa mwivi anayezungumziwa hapa ni ibilisi. Na kwenye kitabu cha Wagalatia 5:19 nasema basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivi, hasira, fitina, fanaka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana haya. Anasema katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kuna vitu ambavyo amevizungumza hapa kwamba haya ni matendo ya mwili. Na Biblia inapozungumza matendo ya mwili, mwili ambao tulionao, kwa sababu ya ile namna ambavyo ya Adam disobey, kumwasi Mungu, kuna namna ambavyo ulibeba asili ya kutaka kutenda dhambi, kutaka kuasi. Kwa sababu ule mwili ambao wa mwanzoni Mungu aliyotuumba nao sio miili ambayo ni kuharibika.
Mungu alituumba akatupa miili ya kuishi milele. Lakini pale ambapo tulidisobey, kuna namna ambapo mwili huo ukawa sasa wenye kuharibika. Na ile miili ambayo ya kuishi milele, maana kwamba tutakuja kuivalishwa baada ya hukumu. Sasa matendo ya mwili ni zaidi haya. Na hiyo kama kuna haya matendo ambayo yenye kutamani kupingana na asili ya Mungu. Ukiona matendo ya namna hiyo, kuna uchawi, kuna uadui, kuna ugomvi, hiyo kwamba ukiona mawazo ya namna hiyo yanatawala, ukiona tabia za namna hiyo zinatawala, unajue kinachotawala hapo sio Mungu. Na kwenye kitabu pia cha anasema lakini tunda la, na pale pale kwa inaendelea, anasema lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Hiyo mambo hayo hakuna sheria. Kwamba kuna haya mambo ambayo ni matokeo ya kuongozwa na Roho. Anasema tunda la Roho ni nini? Tunda la Roho ni matokeo ya kuongozwa na Roho. Kwamba Roho wa Mungu anapoongoza mahali, kunakuwa na furaha, kunakuwa na upendo, kunakuwa na amani, kunakuwa na uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Unapoona mambo haya yanatawala, mawazo haya yanatawala, unajua kwamba anayeongoza hapo ni Roho wa Mungu. Kwa hiyo tukitaka kujua kwamba roho gani inatawala mahali fulani, tuangalie mawazo yanayotawala mahali hapo. Kama ni mawazo ya uwizi, kama ni mawazo ya kuharibu, kama ni mawazo ya kuchinja, kama ni mawazo ya kuua. Na kusema kuua jamani, unaweza kumuua mtu kwa maneno kwamba huyu jamaa bora apotee. Huyu jamaa bora. Kiona mawazo namna hiyo, unajua kwamba ni mawazo ya ibilisi au ibilisi, roho ya ibilisi inatawala mahali hapo. Na kingine ambacho unaweza kujua kwamba roho inatawala mahali hapo, hebu angalia pia sadaka iliyotolewa na kutumainiwa. Kwamba hebu angalia namna ambapo wanatoa sadaka. Utoaji wao sadaka ukoje? Kwa hiyo wanapozungumza eneo fulani nasema tunatoa sadaka, angalia aina za sadaka, lakini pia angalia sadaka inayotumainiwa. Sisi sadaka ambayo tunaitumainia ni sadaka ambayo anaitwa Yesu Kristo. Kwamba Yesu alitolewa na Mungu ili tupate ondoleo la dhambi. Kwa hiyo tunapozungumza sadaka ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu sadaka inatuunganisha sisi na ulimwengu wa roho. Kwamba sadaka inapotolewa inatolewa kwa maelekezo ya ulimwengu wa roho. Nimeshasoma ile sikiliza somo. Kwamba sadaka yote inapotolewa inatolewa kwa maelekezo ya ulimwengu wa roho. Lakini kinachoangalia hasa ni utii. Kwa maana kuna sadaka nyingine za kaambiwa za ajabu ajabu. Kwa wale wa ulimwengu mwingine za kaambiwa tafute sisi kuku wa rangi gani au mwingi wa rangi gani. Yaani ile kwenda kutafuta, kinachoangaliwa ni utii wako. Kinachoangaliwa ni utii. Lakini sisi sadaka ilikwisha kutolewa, anaitwa Yesu Kristo, ambaye Biblia inasema kwenye kitabu cha Wafilipi 2:5 anasema iwe ndani ya hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Yesu Kristo, ambaye mwanzo alikuwa yule namna ya Mungu, naye akuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Anasema bali ilifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana kuwa na umbo la mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Anasema kwa hiyo Mungu akamwadhimisha mno, akamkirimia lile jina lipitalo jina lake, akawa mtii hata mauti. Alijitoa sadaka. Mungu alichokuwa anakiangalia ni nini? Kwamba alitii sauti ya Mungu. Anasema ni mtume nani? Aende ulimwenguni, akatii. Kwa hiyo sadaka kinachoangaliwa ni utii. Kinachoangaliwa ni kwa hiyo angalia aina ya sadaka inayotolewa. Kuna sadaka ambazo ukiona wanatoa, kuna wengine wanatoa sadaka pombe, wengine wanatoa wanyama wanachinja, wengine wanatoa makuku, wengine wanatoa vitu. Kuna vitu ambavyo una namna fulani ukishaona sadaka zinatolewa hapo, kinachotawala hapa aidha kwenye familia au kwenye ukoo au kwenye nini, kinachotawala kuna namna ambapo kuna roho fulani wameika kwa sababu ya aina pia ya sadaka. Sasa sisi sadaka ambayo tunaitumainia anaitwa Yesu Kristo. Kwamba sadaka ya damu inaweka kwa sababu damu ni uhai. Na ulimwengu wa roho unacho ukiweka kiapo cha damu. Ndio maana katika ulimwengu wa roho wa giza pia wanamwaga damu, wanachinja wanyama.
wakati mwingine wanawachanja watu chale ili damu tu itoke, kwamba wanaangalia hivi, je, huyu mtu anaweza akatii hata kwa damu, sababu sadaka ya damu ni sadaka ya thamani mno, kwamba damu ni uhai. Ndio maana hata katika Biblia ukisoma maandiko utagundua pia hata Mungu aliwakataza wana wa Israeli wasitumie damu, kwa sababu ile damu alisema kwamba damu ni mali yake, kwa maana kwamba hata walikuwa wakichinja damu walikuwa wanaitoa kwa Bwana. Kwa hiyo sadaka ya damu ni sadaka ya thamani sana, na kwa ulimwengu wa roho ukitoa damu wanaona kwamba umetoa hai. Kwa hiyo wanaona kwamba wewe kiwango chako cha utii au kiwango chako cha kujiachilia kuwa tayari ni kikubwa mno. Sasa sisi damu ambayo ishatolewa ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hatuna haja, hakuna damu nyingine tunaweza kuitoa ya thamani zaidi ya damu ambayo ilitoa Mungu, kwamba damu ilikuwa ni damu ya mwanae asina dhambi. Yaani kama ni damu ambayo ni nyingine thamani kuliko ile ingeweza kutolewa, lakini hakuna, hata ukitoa chochote hakiwezi kufika kiwango cha sadaka aliyotoa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoona aina ya sadaka pia inayotolewa mahali, unajua kabisa hapa ulimwengu wa roho na utawala ni. Unaweza kaona tu watu wanatoa vitu, wanatoa dini, yeye hapa ulimwengu wa roho na utawala ni ulimwengu wa aina gani? Kwa hiyo nimesema sadaka ni kiunganishi kinachotoka ulimwengu wa roho, hakikisho la kusaidia na kuwa na mahusiano na ulimwengu wa mwili, kwamba kama amenitolea huyu mtu damu, anatoa kwa maelekezo kile ambacho namwambia, hai kwamba huyu mtu niko tayari kuweza kumsaidia. Na nataka niseme pia sasa, tunakuja kwenye haya mambo tunakuja kumalizia, sema namna ulimwengu wa roho unavyotawala ulimwenguni, ulimwengu wa mwili, namna ulimwengu wa roho unavyotawala ulimwengu wa mwili, kama somo linavyosema au kitu cha somo kinaposema namna ulimwengu wa roho unavyotawala ulimwengu wa mwili. Tumezungumza mambo mengi hapa katikati, lakini ulimwengu wa roho unatawala ulimwengu wa mwili katika namna ipi? Namba moja, inatawala. Sasa tunazungumza hapo ulimwengu wa roho wa nuru, sababu ulimwengu wa roho wa giza uko tuachane nao. Unatawala kwa mawazo ya hekima, unatawala kwa mawazo ya hekima, kwamba unapotaka kutawala mahali unawapa watu wake, au Mungu anaachilia mawazo ya hekima, mawazo ya hekima, kwa sababu unapokuwa na hekima katika ulimwengu huu unapata kibali. Unapokuwa na hekima unakuwa na nguvu. Unapokuwa na hekima unakuwa na ulinzi. Yaani mtu mwenye hekima akisimama mahali anatofautiana na mwingine. Kwa Mungu anapotaka kutawala mahali fulani, kuna hekima yake anaiachilia. Alafu ile hekima inapoonekana, automatically ile hekima ndio inampa Mungu kutawala. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho huu, katika ulimwengu wa mwili huu ambao tunaishi, tuelewe kwamba sisi ni watendakazi wa Mungu. Kwamba tunapotenda Mungu wetu anaonekana. Yaani Mungu hawezi kuonekana kwa sababu Mungu katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo sisi tunamwakilisha Mungu katika namna ya utendaji kazi wetu, katika namna ya kusema kwetu, katika namna ya kutenda kwetu. Sasa mtu anapotenda kwa hekima, mtu anapotenda katika namna ambayo inaonyesha hekima ya Mungu, ndivyo ambavyo alafu huyo mtu anakubalika, au mawazo yake yakubalika, mawazo yake yakafuatwa, ndivyo ambapo ulimwengu wa Mungu au ufalme wa Mungu unatawala. Ndivyo ambapo ufalme wa Mungu unatawala. Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo 3, kitabu cha Yakobo 3:15, anasema hekima, kwanza mstari wa 15 anasema hekima hiyo sio hekima ishukayo juu, bali ni hekima ya dunia na ya kibinadamu na ya shetani. Anasema kuna hekima hizi. Anasema maana hapo palipo na uwivu na ugomvi ndipo palipo na machafuko. Anasema na kila tendo baya. Anasema lakini hekima itokayo juu ni safi, tena ni ya amani na ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitna, haina unafiki. Mbona hii hekima ishukayo juu? Kwamba hekima ishukayo kwa ni safi, haina uchafu. Nikisema uchafu ni matendo machafu, matendo ya kuchafua,
matendo ya kuharibu. Anasema ni ya amani. Anasema tena ni ya amani. Anasema tena ni ya upole. Anasema tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitna, haina unafiki. Ina maana kuna hekima ikionekana, na hiyo hekima ikatawala katika eneo. Tunasema ulimwengu wa roho wa aina fulani unatawala mahali hapo. Kwa hiyo tunataka ulimwengu wa roho utawale katika ulimwengu huu au mahali popote. Maana yake kwamba hekima ya Mungu inatakiwa ionekane na ikubalike mahali pale, ikubalike kufuatwa. Ukiangalia katika ufalme wa Nebukadreza au ufalme wa Farao, wafalme walikuwa wanazungukwa na watu wenye hekima. Na kulikuwa ambao wana hekima ya Ibilisi. Lakini kulikuwa kuna bahati kwamba kulikuwa kuna hizo ufalme ambao tunazungumzia, kuna ambao walikuwa na ufalme walikuwa na hekima itokayo juu. Kizungumza ufalme wa Nebukadreza, walikuwa na Daniel alikuwa na hekima itokayo juu. Na ukiangalia Yusufu alikuwa pia na hekima itokayo juu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo katika maamuzi Daniel au kina Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa wakitoa hekima yao. Kuna namna ambavyo zile njia zinafuatwa. Kwa hiyo ile njia zikifuatwa katika ule ufalme, maana Mungu ndio anatawala. Kwa nini? Kwa sababu shauri au mawazo ya Mungu yamefuatwa. Kwa namna ulimwengu unavyotawala katika ulimwengu huu, namna ya mawazo. Kama ni mawazo ya giza, maana ufalme wa roho unaotawala mahali pale ni ufalme wa giza. Kama ni mawazo ya nuru yanatawala mahali pale, hata kwenye familia utajua kwa hapo kinachotawala familia hii ni ufalme wa roho wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Na kingine pia ukimwangalia Paulo alizungumza sana kitu cha hekima, kwamba tumeona kwamba tukiona ufalme wa roho unatawala kwa hekima. Unataka ufalme wa Mungu utawale, mwambie Mungu, nipe hekima katika kazi yangu, nipe hekima. Popote unapokuwa unakuwa na hekima. Hekima yako inapoonekana, hekima yako inapokubalika, watu wanapotenda sawa sawa na hekima ya Mungu inao operate ndani yako, nasema huyu mtu hekima yake au ufalme wa Mungu umetawala mahali pale. Na kingine ambacho nataka, nilikuwa nazungumza kwa habari ya Paulo. Paulo alisema kwenye kitabu cha Waefeso 3 kwa mstari wa 8, nisome kuanzia mstari wa 10. Anasema ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo namna nyingi ijulikane kwa falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, sababu kadiri ya kusudi la milele alilokusudia katika Kristo Bwana wetu. Hekima ya Mungu ili kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu ya namna nyingi ijulikane kwa falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwamba ulimwengu siku zote unataka kuona tija. Tutasema kwamba wewe Mungu wako ni mkuu, tutajuaje kama ni mkuu? Kwa sababu ya hekima unayoiachilia. Kwamba ukikaa sehemu alafu wewe hauna tija, hauna hekima, hauna impact, yaani haiwezi kusema kwamba Mungu wako au falme wa roho unaotegemea una nguvu. Yaani hata wafalme wanaangalia hekima. Wanaangalia hekima. Kwa hiyo tunataka ufalme wa Mungu wetu ujulikane. Tunataka ufalme wa Mungu tawale mahali. Sio maombi tu kwamba Mungu tawala mahali yao. Yaani namna ambavyo tunaenenda, namna ambavyo tunaamua, namna ambavyo tunashauri kwa hekima ya Mungu. Kwa sababu hekima ya Mungu inapojulikana, inapoonekana, alafu ikawa applied katika maisha au katika mfumo, maana yake ni kwamba hapo mahali hapo sasa ufalme wa Mungu unatawala. Kwa hiyo nimesema kwamba hata watawala pia walikuwa na washauri. Yaani ni kitu cha muhimu sana kwenye ile eneo. Hata watawala wetu tunatakiwa wawe na washauri, ambao washauri hao wenye hofu na Mungu. Tukiwa na washauri ambao wanawaza matumbo yao katika tawala zetu, au sisi wenyewe tunakuwa na washauri. Nilisema watu ambao tunatakiwa tuepuke nao, washauri ambao tunatakiwa tuepuke nao wana tabia gani? Waongo. Unaweza huyu mtu ni muongo afu unamweka ni mshauri wako, ni hatari. Na kingine pia tuangalie kitu ambacho kinaonyesha kwamba ufalme wa roho au ufalme wa roho unatawala mahali, au namna ambavyo ufalme wa roho unatawala.
namna ambavyo ufalme wa roho unatawala katika ulimwengu wa mwili, au ulimwengu wa roho unavyotawala katika ulimwengu wa mwili, pia unatawala. Mungu anatawala kwa namna hii, sema nguvu ya roho, kwamba kuna namna ambavyo nguvu ya roho zitendazo kazi ya ibilisi, kwamba kuna namna ambavyo tunaona kwamba watu wanakuwa na mamlaka au na nguvu juu ya roho zitendazo kazi ya ibilisi, kwamba tutajua Mungu anatawala maeneo fulani kwa sababu kuna watu ambao wana nguvu juu ya roho zitendazo kazi ya uharibifu. Yaani Yesu alitupa mamlaka juu ya pepo wabaya, alitupa mamlaka juu ya nguvu za giza. Ili nini? Ili kusudi lake katika ulimwengu huu liweze kuthibitika. Kwa hiyo ukiachana na hekima, lazima pia kuna nguvu juu ya roho, mapepo na kadhalika. Luka 10 kuanzia mstari wa 19. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Tazama nimewapa amri. Hiyo amri, ukipewa amri maana kwamba umepewa nguvu. Kwa mtu ambaye amepewa amri amepewa nguvu. Mtu ambaye mwenye nguvu juu ya pepo wabaya, juu ya vitu vinavyofanya uharibifu, maana kwamba mtu huyo sasa, maana kwamba tukishaona mahali mtu ana hizo nguvu, maana kwamba roho inaotawala au ufalme unaotawala, ulimwengu wa roho unaotawala pale ni ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ngoja nimalizie. Kwa nini Mungu ametaka tusikie somo hili? Umuhimu wa somo. Cha kwanza kabisa ni ili mkazo wetu pia uwe katika kuitamani au kuihitaji hekima ya Mungu katika maisha yetu. Kwa sababu ufalme wa roho katika ulimwengu huu unatawala pia kwa namna ya hekima, ambao ndio namna ambayo ni rahisi zaidi. Kwa hiyo tuitafute hekima ya Mungu, kwa sababu kwa hiyo Mungu atatawala. Kwa hiyo Mungu atajulikana. Hekima ya Mungu. Na hekima ya Mungu inapatikanaje? Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Na ambao ni Methali 9:10. Lakini Methali 13:20 nasema enenda pamoja na wenye hekima nawe utakuwa na hekima. Enenda pamoja na wenye hekima nawe utakuwa mwenye hekima. Hekima inapatikana kwa njia ya kumcha Bwana. Kwa njia ya kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni kufanya nini? Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kwamba automatically ukichukia uovu, kuna namna ambavyo Mungu ataweza kukuwezesha kutenda mema. Kwa sababu kutenda mema kwa akili zetu hatuwezi. Ila Mungu anakuwezesha kwa sababu nini? Kwa sababu unachukia uovu. Na asema enenda pamoja na wenye hekima nao utakuwa pamoja na hekima. Enenda pamoja na wenye hekima. Kwenda pamoja na hekima, Mungu ni mwenye hekima. Wanaoongozwa na roho ndio wana wa Mungu. Enenda pamoja na wenye hekima. Kubali kuongozwa na roho. Kubali mafundisho. Soma maandiko ambayo yanaonesha Mungu anatendavyo kazi. Ndivyo ambavyo unaweza kupokea hekima. Lakini pia hekima inapatikana kwa kuomba. Suleiman alimuomba Mungu hekima, akapewa hekima. Kwa hiyo hekima ya Mungu ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu hekima ya Mungu ndio itaangaza hata kwenye makazi na itamfanya Mungu wetu ajulikane. Hekima ya Mungu. Mungu anajulikana kirahisi kwa njia ya hekima. Na kwa njia ya hekima ndivyo ambavyo tunaweza tukasababisha ufalme wa Mungu au ufalme wa roho wa Mungu kapata kutawala katika ulimwengu huu. Lakini pia kingine cha pili, somo hili limekuja kutusisitiza sana tuseme mtake Bwana na nguvu zake. Mambo ya Nyakati wa kwanza 16:11 sema mtakeni Bwana na nguvu zake, tafuteni uso wake siku zote. Hiyo tena ikajirudia Zaburi ya 105:10, mtakeni Bwana na nguvu zake, tafuteni uso wake siku zote. Kwamba usifurahie tu kwamba upo katika Kristo, usifurahie tu kwamba umeokoka, lakini kuna namna ambavyo tamani ile mamlaka, ile amri uliyopewa itende kazi. Kwamba tafuta nguvu za Mungu. Na nguvu za Mungu zinapatikana simple kwa njia ya kuomba. Unapomwomba Mungu unapokea nguvu zake. Unaposikia habari zake
unaposoma namna anavyotenda kazi, namna alivyo, unapokea hekima. Kwa hiyo tunahitaji hekima ya Mungu, tunahitaji nguvu zake. Yaani mtu anayepuuza kutafuta uso wa Bwana, kutafuta nguvu, sema utakeni Bwana na nguvu zake. Anayepuuza anaweza akaonewa. Kwa hiyo somo hili limekuja leo kwetu tuelewe kwamba ulimwengu wa roho ni ulimwengu halisi, lakini ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa mwili unatawala katika namna ya mawazo. Na mawazo yanayotawala ndivyo ambavyo yanadetermine au yanaonesha kwamba ulimwengu wa roho wa aina fulani ndio unatawala mahali pale. Sisi kama waamini tutamani hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ipate kujulikana katika ulimwengu huu. Mahali popote tunapokaa watu waone hekima ya Mungu, kwa sababu watakapoiona hekima ya Mungu ni wamemuona Mungu. Ndio maana hata Yesu mwenyewe alisema kwamba ukiniona mimi umemuona Baba, ukinisikia mimi umemsikia Baba. Watu walikuwa wanamfuata Yesu kwa sababu kuna hekima walikuwa wanaiona. Kuna wafalme walikuwa wanaenda kumsikiliza Suleiman kwa sababu ya hekima ya Mungu. Mtu mwenye hekima anavutia kwa kumsikiliza. Mtu mwenye hekima ana la kukushauri. Mtu mwenye hekima anaweza kukuongoza. Watu wanapoiona hekima ya Mungu katika maisha yetu, watakubali kuongozwa na sisi. Kanisa linapokosa hekima linakuwa halina mvuto. Kanisa linapokuwa na hekima ya kidini, hekima ya kiubinafsi, sio hekima ya Mungu. Kwa sababu hekima ya Mungu ni hekima yenye kuvutia, ni hekima ya upendo, ni hekima ya upole, si hekima yenye kuhukumu. Katika kanisa limejaa, wakati mwingine kanisa limejaa hukumu, tunahukumiana. Kwenye kanisa wakati mwingine kumejaa usisi. Ukija tu watu wanakuangalia wewe wa wapi. Kwenye kanisa limekuwa sio kanisa la kukaribisha, sio kanisa la kulea. Limekuwa ni kanisa wakati mwingine la kuwekeana sheria, la kukosoana. Lakini kanisa limejengwa juu ya upendo wa Mungu. Na upendo wa Mungu unapoonekana ndio hekima ya Mungu inaonekana. Kwa hiyo tutamani sana hii kitu cha hekima. Hekima ya Mungu ndio inatupa tija. Hekima ya Mungu ndio itatambulisha, itatofautisha na jamii. Na hekima ya Mungu ndio itafanya watusikilize. Na wanapotusikiliza alafu yale mawazo wanayaishi, maana yake kwamba ulimwengu wa roho wa Mungu unatawala. Usifikiri ulimwengu wa roho unatawala katika namna ya mabavu, ni mawazo. Mawazo yanapoachiliwa katika media, yanapoachiliwa popote, watu wakayaadapt, wakayaishi, ndio ufalme wa Mungu unatawala. Mungu wetu, Baba yetu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako hili. Asante Mfalme kwa ajili ya wakati ambao umekuja kutusisitiza na msisitizo wa hekima yako, msisitizo wa nguvu zako Bwana. Tunakushukuru kwa sababu ndivyo ambavyo umesema unatawala. Ulimwengu wa mwili ambao tunaishi ni ulimwengu halisi ambapo mawazo yana nafasi kubwa katika kubadilisha watu, katika kuwafanya watu waenende katika njia zako. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu ambao umesema na sisi Bwana. Tujaze hekima yako ili Mungu, tunapoenenda katika jamii, tunapotenda katika maisha yetu, hekima yako ikapate kujulikana, hekima yako ikapate kuonekana, alafu watu wakayaishi yale ambayo Mungu unahitaji apate kuonekana katika jamii zetu. Mfalme, ninakushukuru Bwana, ukatujaze pia na nguvu zako. Tunapotembea katika maisha yetu, adui asiweze kabisa kutushinda kwa sababu ya nguvu zako. Asante Mfalme kwa ajili ya karama na vipawa ambavyo umeweka ndani yetu. Utukufu na heshima na kurudishia wewe. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen.